mtazamaji wa SETV, hapa tuko Temeke Pile katika nyumbani kwa marehemu Askofu Samson Kameta katika ibada ya mazishi, na leo ndio siku ambayo atahagwa hapa nyumbani, na kwa sasa mwili uko Muhimbili, uko njiani unafika. Kama unavyoona watu mbalimbali wanaingia, lakini vile watu wameshakwisha kaa hapa wakisubiri mwili wa mpendwa wao Askofu Samson Kameta. Askofu Lawrence Kameta, tuko kwenye tukio hapa leo. Ndio siku ambayo ataletwa hapa, mwili wake utaletwa hapa nyumbani na kisha kuelekea pale katika kanisa la TAG Kizuiani kwa Askofu Magnus Muhiche, na kisha kuelekea makabulini pale Buza. Bado tuko nyumbani hapa na wapendwa wa Askofu Samson Kameta wanaendelea kufika, wanaendelea kukaa hapa. Watu ni wengi kweli kweli, watu ni wengi kweli kweli. Inaonyesha kwamba askofu huyu alikuwa mtu wa watu, alikuwa ni mtu ambaye amegusa mioyo ya watu kwa namna mbalimbali. Watu bado wanaendelea kufika hapa, watu bado wanaendelea kufika hapa, na mwili bado ukisubiriwa ukiwa unatokea pale katika hospitali ya Muhimbili. Tuko hapa mtazamaji, tuko hapa katika tukio hili katika siku ya leo ambayo ndo ibada ya mwisho, ibada ya kuuaga mwili wa mpendwa wetu askofu wa Tanzania Assemblies of, makamu askofu wa Tanzania Assemblies of God jimbo la Mashariki Kusini. Maji wa SETV, tuko hapa na mchungaji Isaac Mwanjabeki. Huyu amesoma na marehemu makamu askofu Samson Kameta. Ana vitu hapa, bila shaka atakuwa na vitu hapa vya kuzungumzia kumuhusu huyu marehemu. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pole sana kwa msiba. Na kweli mimi nimesikitika sana kuondokewa na rafiki yangu ambaye amekuwa mchungaji mwenzangu kwa muda mrefu katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God jimbo la Mashariki, wakati linaitwa Mashariki Kusini. Kwa tukatawanyika, wakaenda upande mwingine wa kanisa hili akiwa ni makamu askofu wa jimbo la Mashariki Kusini, mimi nikiwa ni mchungaji wa kanisa la Kati Kusini. Ni kitu gani kikubwa ambacho labda marehemu Samson Kameta amekifanya ambacho hutaweza kuja kukisahau kwenye maisha yako, wakati mlipokuwa shule, hata wakati ambako mmekuwa katika huduma? Nitamkumbuka Dr. Samson Kameta hasa wakati tunapokuwa kwenye vikao. Alikuwa mtu mwenye msimamo, akiongea kitu ambacho ana uhakika kwamba kinaweza kusaidia kanisa kinchi. Na msiba huu umetoa somo gani ama funzo gani hasa kwa sisi ambao tunaishi na hata ambao kwa wapendwa, hata kwa wewe pia? Umetoa funzo gani ama somo gani? Somo kubwa ni kwamba Biblia imetuasa kwamba hapa tunapoishi duniani ni wageni, na kitu kilichoniumiza ni kwamba sikupata kusikia ugonjwa wake kwa muda. Nikuja kusikia tu muda mfupi na kuona kwamba ndugu yangu, rafiki yangu Kameta ameondoka duniani. Kwa maana yake inatuambia tunatakiwa kuwa tayari wakati wote. Haidha una nini duniani, unafikiri vitu gani vimekuweka duniani, lakini kumbuka kwamba kuna kuondoka, kuna kifo. Asante sana. Pili, mimi Kameta wakati nabariki ndoa yangu alikuwa besti wangu, alinisimamia ndoa.
Kwa hiyo huyo ni baba ambaye alinilea katika uzee wangu wakati nabariki ndoa yangu. Asante sana. Asante sana.